Sasa kuna mmepoteza dhidi ya mtani wenu goli 1-0. Ubingwa mwingine tena mnaenda kuuacha mbele ya mtani wenu. Yapi maoni yako kutokana na kupoteza katika mchezo wa leo? Kwanza nawapongeza wapinzani, tusiwe watu wa kulalamika kwenye kila jambo tusiwe tunamtafuta mchawi. Tunawapongeza wapinzani wetu kwa sababu ukiangalia hata mistake ambayo imetokea mpaka tumeweza kuruhusu goli ni mistake ya kimpira kabisa. Tumeshindwa leo hii kutengeneza nafasi. Tuliukamata mpira kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 20 tulienda, lakini tulishindwa kwenda kujaribu au kwenda kutengeneza nafasi ambazo zikazaa pengine kuwa goli. Wenzetu wametumia nafasi moja ambayo imepatikana ndio imeenda kuzaa goli. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inatakiwa tu tuwapongeze wapinzani wetu, wamecheza vizuri, wamepata ngao ya jamii kwa ufunguzi wa ligi. Ni kitu kizuri sana kwa sababu timu zimetoa taswira namna gani ligi inaenda kuwa. Moja kwa moja sisi tunaonekana bado kwenye kikosi chetu tuna wakati mgumu sana, hasa kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Ukimwangalia Dumbia leo hii namna ambavyo amecheza, ameenda kutukaba moja kwa moja, anaonyesha kama anaongeza idadi ya wapinzani, ameenda kutukaba. Wachezaji kama wale wakina Dumbia leo hii imezilika, ni wachezaji wa kawaida. Wachezaji kama wale championship unawapata wachezaji wengi sana wa Dumbia. Sidhani kama kiongozi gani alituletea mchezaji yule kwenye level ya professional, mchezaji kama yule ambaye ni mchezaji bado wa kawaida. Ukimwangalia Popita daraja lake na daraja la Dumbia unaona kabisa ni mbingu na ardhi. Popita unaona ni mchezaji mkubwa, lakini Dumbia ni mchezaji wa kawaida. Wametumia makosa, wamepata goli, kwa hiyo tunawapongeza kwa siku ya leo. Nimevutiwa kabisa na kiwango cha Dumbia, mshambuliaji wenu katika mchezo wa leo wa dabi. Wachezaji kama wale wakina Dumbia championship wapo wachezaji wengi sana. Unasema wachezaji wa daraja la Dumbia championship kaka, wale unapata wachezaji wengi sana wa daraja kama yule. Ni mchezaji ambaye amekuja kwenye kikosi, lakini moja kwa moja unaona kila mchezo uliokuwa unaendelea ni mchezaji ambaye alikuwa anatukaba, alikuwa hana faida kwa upande wetu. Japokuwa pia viungo leo hawakuenda kutengeneza nafasi, lakini unaona nafasi ya Dumbia pale wanatukaba. Viongozi wametukosea sana kwenda kumsajili Dumbia kwa level ya professional ambaye ametoka nje, alafu Popita kasunda Mtanzania, yuko kati Tanzania tu pale. Lakini vile takwimu zake bwana Dumbia zinatisha. Msimu uliomalizika nchini kwao mahali amekuwa ndio top scorer. Kwa nini useme ni mchezaji wa kawaida hapo? Wakati mwingine kwenye mpira kwa mshambuliaji sisi mashabiki tunahitaji namba. Hatutaki historia ya namna huko ambako ametoka amekifanya. Tunahitaji namba. Leo mpaka hii Dumbia anacheza mechi hii kama sio mechi ya 4 ya 5. Lakini ukimwangalia namba anasifika tu mshambuliaji kuwa na mikimbio mizuri. Mikimbio haitusaidii. Sisi tunahitaji mchezaji ambaye yuko finisher. Akipata mpira aende akafunge. Lakini moja kwa moja ukiangalia kwenye siku ya leo anaonyesha ni mchezaji ambaye anatukaba, hana impact yoyote na pia hawezi kutusaidia kwenye timu kama ya Simba Sports Club. Lakini ile kitu kingine ambacho kimeonekana siku ya leo ni kama timu ya Simba mshambuliaji wake ni kama wanamtenga. Alianza Dumbia, tuliona hilo, alipoingia force number 9 Elim Panzu tukaliona tena, lakini alikuja kumalizia Bakari Msimu naye tuliona hilo.